mtu arobebage kwa nyumba ya kuomba kwa nyumba ya makini siku ya Jehova ambaye Mungu ameandaa ajili ya maisha yako. Mungu wa mbinguni kujua na majina, anaelewa maisha yako, anaelewa mateso yako, anaelewa uchungu wako, anaelewa mapigo yako, anaelewa yale unapitia. Haleluya. Inasema haleluya. Siku moja Sauli akawa ni mfalme, na baada ya ufalme wake maandiko inaniambia ufalme wa Daudi ya Sauli ukaondoka. Alikuwa na kijana alikuwa anaitwa Yonathani. Yonathani akapata mwana, huyo mtoto aliitwa Mefiboshethi. Na baada ya Sauli na nyumba yake kuangamia wala kuangamizwa, walimfanya Mefiboshethi akawa mabaki ya nyumba ya Sauli. Haleluya. Na nyumba yenu imeangamia, imeangamizwa na magonjwa, imeangamizwa na mateso, imeangamizwa na aibu. But today I come to declare, to decree, praise the name of the living God. Nasoma kwa nyumba ya makiri, nyumba ya kuomba, nyumba ya kuomba mkate, nyumba isiyo na amani, kwa uzima ataingilia, ataleta amani, atatolewa kwa nyumba kuomba, atatolewa kwa nyumba kuomba mkate, atatolewa kwa nyumba ambayo iko mbali. Maana yake kusema ni mbali, watu wametolewa hatima yao, watapelekwa mbali, kwa ndoa wana mbali, biashara lakini mioyo yao iko mbali. Biashara hiyo neno la Jehova inaongea na mtu aliye mahali hapa, mwambie ya kwamba kama Mefiboshethi alikuwa amekataliwa, alikuwa kiwete, alikuwa mbali, alikuwa na kitu akula, alikuwa naomba, akula naomba, akunywa naomba, yavaya naomba, watu watombea mabasi, alikuwa yameraruka, alikuwa yameisha, yatu alipewa, alikuwa imeisha. Kuzuilia Mefiboshethi kutolewa Lodebari. Bwana asifiwe sana. Ukia jirani mwambie usijali, mwambie usijali na vile wanakufanyia. Umepewa. Kuna mtu anang'ara suti lakini alipatiwa. Kuna siku inakuja wewe kuchukua pesa yako uingie dukani kama nikapewa kwa muda. Kila mwanadamu aliye karibu na wewe mwambie kupewa ni muda tu, muda tu, kupewa ni kwa muda tu, kusaidiwa ni kwa muda tu, lakini majira inakuja, wakati inakuja ambaye Mungu wa mbinguni ameandaa kutolewa kwa nyumba ya makiri, kutolewa Lodebari, kwa nyumba ya kuomba. Kusema nisaidie, unapiga simu nisaidie. Haleluya. Ni jana tu ulikuwa unaomba, lakini huyo Mungu aliyemtoa Mefiboshethi Lodebari, haleluya, watoto wa nyumba ya mfalme wakarudishwa kwa nyumba ya mfalme. Haleluya. Mefiboshethi alikuwa na biashara, akakuwa panatosha, haikuwa pesa ya kutosha, lazima angeomba, mtu nisaidie, nisaidie nini kule. Haleluya. Alikuwa ameajiriwa. Haleluya. Anasifiwe. Haingetosha, lazima angeomba. Tangaza kwa jina la Yesu, kuna mtu anatolewa nyumba ya kuomba, nyumba ya makiri, Lodebari, mtu anatolewa kwa mbinguni. Akaongea usiku moja, siku ya maombi, mtu anaitwa Mefiboshethi. Kama alikuwa mtumwa, kama alikuwa ametumikishwa, yeye alishinda imani, akasema hapana, tunamuomba Bwana, akasema hapana, ninaomba, niko na shida, nategemea, Yesu atubariki. Haleluya. Mefiboshethi akatangaza ndani ya moyo wake, katika njia zake, akasema hapana, mimi naomba, mimi niko na shida, sinahitaji kuomba, sitakata tamaa, sitakata tamaa, sawa ninasaidiwa, sawa amenisema. Haleluya. Lakini kuna masaa, majira, sio kutumana, sina hayo masaa, sio mida, sio wakati, unawadia, kutolewa kwa mahangaiko, kutolewa kwa mashida. Unasikia sana, Biblia inasema
Haleluya. Siku moja Mfalme Daudi alikuwa amelala akapata ndoto akakosa amani. Haleluya. Kwa sababu amekubozeni roho yako ile bali sasa haleluya. Sio Mungu akikuye. Haleluya. Asiki kutulia kwenye kiti. Haleluya. Haleluya. Hapa atende mtu mema.